Habari. Sakata la vijana wengi nimelisikia kwenye mitandao ya kijamii na kuna wengine ambao walinifuata inbox kuja kuniuliza juu ya yale niliyoyaongelea juu ya uwekezaji na jinsi ya kufanikiwa kwenye maisha. Maswali yenu naenda kuyajibia ifuatavyo. Niliwaambia kwamba kufanya mtu afanikiwe inabidi kutumikisha mfumo wa kisasa ambao ni mfumo wa internet. Ila katika kila mfumo, kila kitu ambacho unataka kukifanya katika maisha inaomba uwe na bidii na ujuzi fulani ndani yake. Leo ninakuja mbele yenu kuwafundisha kitu kinaitwa ujuzi wa binafsi ama development personnel ama development personnel. Ile kitu ujuzi wa binafsi ni maendeleo ambayo mtu anaifanya ndani yake mwenyewe na maarifa ambayo mtu anapokea ili kuwa bora zaidi katika kile anachokifanya. Hii inamaanisha mchakato endelevu wa kujiboresha kimaisha na kujua nini unachokwenda kukifanya katika yote ambayo unaweza kuyaweza katika maisha yako. Hata nitoe mfano. Katika chochote kile ambacho tunataka kukifanya kwenye dunia hii, inaomba mtu uwe na ujuzi ndani yake. Mfano, kabla ya kuwa mwalimu, inabidi ujifunze masomo ya ualimu katika miaka 4, 5, 6 na kadhalika. Na ndio vile hata katika internet inaomba uwe na muda wa kujifunza ili usije ukatapeliwa ama usije ukalia kwa kukosa kufikiria malengo yako kwa sababu hukuwa na maarifa kwa kufanya kile kitu. Kuna mwandishi mkubwa ambaye anaitwa Jim Rohn. Aliwahi kusema kwamba mafanikio sio kitu ambacho unapaswa kukifukuzia, lakini ni kitu ambacho unaweza ukakivuta ndani yako, mbele yako, ili kuwa mtu bora zaidi. Hata nikupatie mfano. Wakati uko mlimaji fulani ambaye ana shamba lake amepanda mazao, anakutanisha kuna minyama fulani ambayo inaendelea kubadilisha mazao. Akisema aanze kukimbiza ile minyama, akimbia nyuma yake kwa kuitafuta na kuikamata, wakati fulani atajikuta anafanya kazi bure na hata ifikiria. Lakini wakati anatia mtego na kutia ambavyo minyama inataka, minyama inafuata ndani ya shamba lake, anajikuta minyama yote anaikamata na anafikiria malengo yake. Ndio hivyo pia katika mafanikio ya sasa na katika mtandao wa internet, inaomba uwe na ujuzi fulani, uwe na maarifa fulani katika kile ambacho unaenda kukifanya. Ukitaka mfano, wanakuambia utafute vipepeo fulani, utafute vipepeo 100. Ukisema ukimbie nyuma ya vipepeo, huwezi ukavikamata, lakini unachopasha kufanya, unapasha kupanda jardin, shamba fulani la maua ambalo ukilipanda vipepeo wenyewe watakuja na kuishi ndani yake na utakamata kwa urahisi. Ndio hivyo pia mafanikio yanakamatika. Mafanikio sio kitu cha kukimbia nyuma. Mafanikio sio kitu cha kutafuta gisi wewe unajifikia, lakini naomba uwe na ujuzi katika kile ambacho unakwenda kufanya. Umuhimu wa kujua kabla ya kuingia katika kitu fulani unakusaidia kuwa na muda na kujua kwamba chochote ambacho kinaenda kufanya, hiki kitu ambacho mimi naenda kukifanya ni kitu ambacho kinaenda hivi, kipo hivi, kimepangwa hivi, na mafanikio yake ili yafikie inabidi ufanye hiki na kile. Mtandao sio kitu rahisi sana. Mtandao ni kitu kikubwa sana ambacho inabidi uwe na ujuzi ndani yake, na ndio kitu ambacho naenda kukufundisha katika siku ya leo. Mtandao pia ni kama kwenda shule. Mtandao pia ni kama kwenda shambani, unalima kwanza ndio unatia mazao ndani yake. Sio kama utakuwa tuko na simu na mega na unaanza kupata makuta, hapana. Ndio maana watu wengi wanaendelea kupoteza, watu wengi wanaendelea kudanganyika kwa sababu wanataka makuta ya haraka haraka. Inabidi uwe na kitu, uwe na bagage, uwe na ujuzi fulani ndani ya kitu ambacho unaenda kufanya ili kufikiria mafanikio. Sio kulamuka leo na kesho unafikiria mafanikio. Inabidi uwe na ujuzi fulani katika kila kitu ambacho unaenda kufanya. Utafiti unasema kwamba kitu ambacho unakiwaza na ukakiamini kwa dhati, unaweza ukakifanya na kufikiria mafanikio. Hii inamaanisha kwamba ukiwa na ujuzi ndani ya kitu fulani na ukatembea kulingana na ule ujuzi ambao ulipewa ndani ya kile kitu, utafanya kitu kikubwa sana na kufikiria pakubwa ambapo hukutazamia kufikiria. Tofauti ni kwamba watu wengi katika Afrika tunawaza ya kwamba nitalamuka leo, nitafanya hiki na kile, nitalipa pesa fulani na kufikiria mafanikio. Watu wengi wametapeliwa kwenye mtandao kwa sababu wanataka mafanikio ya haraka, ila mafanikio yanajijenga. Kama nilivyokuambia mwanzo, mafanikio sio kitu cha kukimbilia, ila ni kitu ambacho unavuta kwako.
Ukitaka kufikiria mafanikio katika ulimwengu wa leo, tumikisha mtandao ili uwe una ujuzi juu ya mtandao. Sio kwamba utasema, unaona watu wengi kwenye mtandao wamekuwa watapeli, wanakuambia fanya hiki na kile, itumie pesa fulani, ama like, share na kufanya hivi utafikiria kupata pesa. Ndugu yangu, hiki nataka kufundisha kwamba ni uongo. Ukweli ni ule ambao mimi naenda kukufundisha katika siku ya leo. Lengo langu kukuambia hivi ni kukusaidia kuwa na ujuzi kabla ya kufanya kitu. Ni kukusaidia uwe na uelewa fulani ndani ya kitu ambacho unaenda kufanya. Kwa sababu mtandao watu wengi wamebadilika sana. Kuna mtu ambaye anaitwa Charles Ponzi. Huyu ni Mwamerika ambaye alikuwa ni mtu wa kwanza kuanzisha utapeli katika mitandao. Ni mtu ambaye aliona kwamba mtandao ama sisteme ya internet, mfumo wa internet unaenda kuleta mafanikio makubwa katika dunia. Akaamua kwetu sisi wa Afrika aende kutudanganya na kutuletea mifumo fulani ambayo isingetusaidia. Hii inataka kumaanisha kwamba kuna watu wengi tunaona katika mitandao ya kijamii, mtu anaposti anasema like, share na kufanya hivyo unaenda kuingiza pesa. Nataka kuambia kwamba ule mtandao unaanzishwa, ila pesa unaweza kuziingiza wewe ni ya wale watu wapya ambao wanaingia katika ule mtandao. Ikifika stage fulani, ikifika sehemu fulani ambao watu hawaingii tena katika ule mtandao wao, mtandao unafungwa, kwa sababu wale ambao wanapata pesa wanapata pesa za wale watu ambao wanaingia wakiwa wapya. Ndio maana unasikia watu wengi, fulani amekula katika mtandao fulani, lakini mimi ninaingia nalipa pesa, ninatapeliwa. Hujatapeliwa ndugu yangu, ni kwa sababu hujui unachokifanya. Mimi nina mfumo mzuri sana, nina uelewa mkubwa sana, nina uwezo wa kukusaidia wewe leo. Kama ulikuwa huna pesa, kama ulikuwa hujulikani, ukajulikana na ukawa na pesa nyingi sana. Tofauti kubwa kati ya mtu maskini na mtu tajiri ni mtazamo wao juu ya pesa na kupata utajiri. Mtu maskini anaweza kuwa kazi ndio kitu pekee ama chombo pekee cha kupata pesa, lakini mtu tajiri anawaza kwamba pesa ndio chombo kikuu cha kutengeneza maisha. Hii nataka kumaanisha nini ndugu zangu? Usiwaze kama kuwa na kazi fulani ama kutumika nafasi fulani ndio mafanikio yenyewe, lakini mafanikio yanatokana na mtazamo wako na akili yako na ujuzi wako katika kitu fulani. Naenda kufanya kitu ili nipunguze kero kwa watu, naenda kufanya hiki ili nibadilishane na hiki. Sio kufanya kazi tu ndio naenda kutajirika, hapana.